Asante sana waombolezaji wote. Sina hakika Mzee Sarungi angekuwepo juzi tulipotangaziwa kwamba mechi ya dabi kati ya Simba na Yanga imeahirishwa, angereact namna gani? Kwa sababu mzee alikuwa ni mnazi wa Simba kweli kweli. Lakini naamini asingekubali upuuzi wowote ule wa kuifanya ligi yetu ionekane haina maana na inaendeshwa na vilabu viwili tu kati ya vilabu 20 ambavyo vinashiriki kwenye ligi. Na naamini angewakaripia viongozi wa ligi na viongozi wa timu zetu hizi mbili. Kwa sisi ambao tumekuwa miaka ya 90, picha ambayo mara zote inatujia tunapomsikia Profesa Sarungi na hasa katika nyanja ya michezo ni picha ambayo alikuwa anamvisha nishani George Magere Masatu katika mechi ya fainali kati ya Simba na Stella Artois ya Abidjan. Yeye akiwa waziri wa elimu na utamaduni wakati ule, anapaswa kuvisha nishani wachezaji, lakini unamuona anamvisha Masatu nishani yeye mwenyewe akiwa na huzuni kubwa sana. Na ndio picha maarufu sana ya Mzee Sarungi katika nyanja ya soka. Na hapa tumesikia mambo mengi ambayo yamezungumzwa kuhusiana na mzee wetu. Kwa sisi ambao ni wa kizazi cha chini kabisa ya kina Mzee Warioba, Mzee Butiku na Mzee Kinana, tumejifunza ambayo hatukuweza kuyaona moja kwa moja. Lakini baadhi yetu, pamoja na kwamba ni wa vizazi vya chini sana, tulipata na bahati ya kulelewa na Mzee Sarungi. Nilipoingia bungeni mara ya kwanza mwaka 2005, yeye pamoja na wazee wenzake wawili, Mzee William Shelukindo na Mzee Jackson Makweta, walijitolea kunilea, maana nilikuwa naonekana mkorofi sana. Kwa hiyo wakati mwingine Mzee Sarungi na Mzee Makweta, nikiwa nimemaliza kuzungumza bungeni, wananipeleka kantini ya bunge. Mmoja amenishika mkono huu, mwingine mkono huu. Wananikalisha. Wanaanza kunieleza, hiki ulichoongea sivyo. Wewe kama kiongozi unapaswa uchague maneno. Unapaswa kuongea hivi. Kwa hakuwa tu mlezi kwa watu ambao amewafundisha au kwa kina Veronica. Alikuwa mlezi kwa kila mtu ambaye aliweza kutokea katika maisha yake. Na maelezo ambayo yametolewa hapa na wazee wenzake, madaktari wenzake na viongozi wengine yanaonyesha Mzee Sarungi alikuwa ni mtu wa namna gani. Na tunaweza tukaamua kama taifa kuenzi mashujaa wetu au kuacha mashujaa wetu wapite tu. Na Profesa Muhongo hapa amezungumza kwa namna ambayo kama watu wa Moi wasipomuenzi kwa Moi, basi wao Mara watamuenzi kule Mara. Nafahamu vijana wa Mara, wakina Warioba, wakina Butiku, labda wangependa kumuenzi kule Mara. Lakini mzee aliyelala hapa mbele yetu hakuwa wa Mara tu, alikuwa ni wa Tanzania nzima. Kwa wabunge mlioko hapa, mna wajibu. Sheria namba 7 ya mwaka 1996 ambayo imeanzisha taasisi ya Moi inarekebishika bungeni. Pelekeni muswada binafsi bungeni kubadilisha kifungu cha 3 cha sheria ile ili taasisi ya mifupa ya Moi iitwe Philemon Sarungi Orthopedic Institute. Hii ndio njia ambayo tunaweza kuenzi wazee wetu haya ambao wameshiriki kwa mikono yao kulijenga taifa hili. Profesa Sarungi, tangulia. Watanzania umewatumikia kwa uwezo wako wote. Umeaishi maisha yako. Na naamini wengi wetu hapa hatusikitiki
tunasherehekea maisha yako. Tangulia mzee wetu, wote tutakuenzi, na naamini wabunge wetu watafanya lile ambalo linastahiki kufanywa. Nawashukuruni sana, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe, asante sana.